إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu, mwingi wa rehema, yeye ambaye tumtaka msaada, tumtaka msamaha, tumtegemea kila kitu, na kwake tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu, kwa kuwa ni muweza, aliongozwa naye, hakuna yeyote anaweza kumpotosha, na yeyote ambaye atakayeamua mwenyewe kukiuka kuna sheria zake yeye muweza akamuacha katika upotovu wake, hakuna yeyote anayeweza kumuongoza. Ndugu zangu, usia wangu kwenu bila kusahau nafsi yangu, kila mmoja ajitahidi achunge sana dini. Kila mmoja ajitahidi achunge sana dini. Nafasi ambayo tumefikia inatia oga. Nafasi ambayo tumefikia inatia oga. Kama Waislamu hamtokuwa makini, mtaharibikiwa. Allah tulindie dini yetu. Mashekhe wengi katika masalafu salih waliotangulia, akiwemo al-Imam Ibn Mubarak rahmatullah alayhi, akiwemo al-Imam Ahmad Muhammad, na wengi tu katika maneno ya busara walikuwa wanasema inna hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika haya mawaiza mnayotolewa, haya madarasa mnayofikishiwa, hizi khutba za Ijumaa zinapotoka, ndo dini. Hiyo elimu mnayopewa hiyo kwa njia yoyote ile ndo dini. Fanzuru, jamani, kuweni makini, mtazame amman ta'khudhuna dinakum, nani na nani katika wale watu wa mawaiza, katika wale watu wa madarsa, katika wale watu wa khutba, ni nani na nani mnastahiki kumsikiliza ili mchukue yako mafunzo yenu. Si kila anayesimama mbele ya watu kwa hoja ya qala Allah qala Rasul kwamba anastahiki kusikilizwa. Hapana, kuweni makini sana. Na hili darasa letu tunasoma hapa leo, tunaanza, nitakuombeni mlifate kwa makini, kwa sababu hawa watu wanaotajwa hapa ndani ya nchi yetu wamo. Hawa wanaotajwa hapa kwa hili darasa, kama vile utasema mualliful kitab, mwandishi wa kitabu hiki al-Imam Nawawi, utasema alichungulia Burundi kwenye zama zetu akaona hawa watu wapo. Wallahi wapo, natia na kiapo wapo. Na ndio maana tusikie yale ambayo tunaelekezwa na shekhe wetu hapa Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, tufanye nini? Naam, leo tunasoma faida ya 103, faida muhimu sana. Maudhui yetu nasema alfarqu, tofauti kati ya alimul milla, mwanadini, mwanachuoni wa dini, wa daula, na mwanachuoni wa nchi, wal umma, na mwanachuoni wa umma. Wangapi hao? Watatu. Leo tunatakiwa tusijue hizo tofauti. Mwanachuoni wa dini ni nani? Mwanachuoni wa nchi ni nani? Na mwanachuoni wa umma ni nani? Tukishawajua tofauti zao, kisha ndio tutizame nani anastahili kufatwa au kusikilizwa. Allah tulindie imani yetu na dini yetu. Sheikh Ibn Uthaymin, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema nini? Akasema wanachuoni wako aina tatu. Al-ulamau thalathat aqsamin, wanachuoni wako aina tatu, na sisi tunatakiwa tufuate aina hii moja. Zingatia hilo, aina moja ndio tunatakiwa tufuate sisi, hizi mbili no. Moja, wa kwanza, naam, akasema Sheikh Pako, mwanachuoni alimul milla, yani mwanachuoni wa dini, ambaye kwa lugha nyingine tunaita mwanadini. Katika mashehe zetu lazima tuwasome, tuwajue.
Katika viongozi wetu wa dini lazima tuwasome, tuwajue nani kiongozi wetu mwanadini, au kwa lugha nyingine nani kiongozi wetu, nani shekhe wetu yuko kwa ajili ya dini. Naam, ni fahuwa alladhi yanshuru dina alislam, ni yule ambaye anafunza na kuzagaza na kueneza dini ya Kiislamu. Huyo ndio mwanachuoni wa dini. Wa yufti, na anajibu maswali bidini lislami anil ilmi, anayajibu maswali ya dini ya Kiislamu kwa kutumia elimu ya dini. Eske naeleweka? Wala yubali naam awafaka ahlul ahwa an-nas am la yuwafik. Tena wakati anajibu maswali la yubali, hajali sawa na jinsi sheria ya Mungu inavyosema. Hajali nilivyojibu mimi. Kuna watu binawauzi au haviwauzi, yeye anachotizama tu ili jawabu nimejibu linaendana na sheria ya Mungu, linaendana na kitabu yani Qur'an, linaendana na sunna. Majibu yakiwa ndio, basi kama wewe utauchukia kazi yako, kama wewe utaona utu wako umeugusi, utajijua. Yani kwa lugha nyingine, la yakhafu fillahi laumata laim, kwa ajili ya Mungu haokopi lawama ya mwenye kulaumu. Rudia tena hivyo, hiyo ndio kubwa na ni lazima tuwajue. Ni yule ambaye anatagaza dini ya Kiislamu, akiongea anaongea dini, akihimiza anahimiza dini. Sijui kama naeleweka? Lazima tujuane. Hii ni dini ya Allah. Islam ni dini, ina mipango yake, ina mipaka yake. Hautaleta vingine. We nani? Fahuwa alladhi yanshuru dina alislam, ni yule ambaye anazagaza dini ya Kiislamu. Na akijibu maswali, anajibu maswali ya dini ya Kiislamu anil ilmi, kwa elimu ya dini. Maana leo tunao wengi humu, wengi. Wewe mwenyewe unamtazama na sasa huyu na dini wapi na wapi? Kinyume na sala tu. Alhamdulillah wengi wanasali, lakini vingine vya dini hamna. Wamo na mnawajua. Wallahi wamo na mnawajua. Naam. Wala yubali. Naam, tena anapojibu, anapoelekeza watu, kwa sababu yuko kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Mungu. La yubali, hajali katika yale ambayo sheria amewafikiana nayo, kwamba tabia za watu, ahwa za watu imekubaliana au hapana. Hakuna. Huyo ni wa kwanza. Wa pili, wapo alimu daula, wanachuoni wa nchi. Tena wamejipa hayo majukumu, si kwamba nchi ndio imewapa. Wapo wanachuoni wa nchi. Utamjua aje? Si wako hao? Amna. Yani akitaka kutoa mawaidha, akitaka kutoa nasaha, akitaka kuzungumza, kwanza anatizama nchi inataka nini. Yani nchi inahitaji nini kwa Waislamu? Nchi inahitaji hiki, alafu ndio wanakuja. Waislamu mnajua yani mwelekezo na nini vile venye nchi inataka. Sijui kama naeleweka. Nchi haitaki hiki, anakuja. Sio ile Mtume alisema man raa minkum munkaran. Sio vile kwamba atakayeona kosa akataze, bila, hapana. Nchi inataka nini? Nchi haitaki nini? Wewe ni msemaji wa nchi. Nchi ina wasemaji wake, nchi ina idara zake. Ilikupa kazi, na kama ilikupa tabia tujue. Lakini hii ni dini, na hawa anasema wapo. Allah tulindi tusiwe miongoni mwa hao. Inawezekana hata umumu msikiti wamo, na hawa hivyo ndio wengine wanaenda kusikia madarasa na mahutuba ya watu, na wakati wengine wanaenda kutepu, si kwa nia wakastafidi, hapana, kwa nia huyo anayetoa mawaidha ataropoka nini, ili wao wapate kupandia pandia yeko, wakapate labda mkate penye wategemea watapata mikate. Allah subhanahu wa ta'ala anawajua, na siku ya kiyama ataweka wazi, yauma tubila sarair, siku ambayo siri za watu zitakuwa wazi. Fama lahu min quwwatin wala nasir, hakuna atakayekuwa na nguvu ya kuficha ya kwake wala atakayeweza kujinusuru, isipokuwa ile Mungu alisema illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakuja mbele ya Allah na moyo uliokuwa msafi, uko mbali na shirki. Allah tupe sote mwisho uliokuwa mwema. Kwa hiyo hawa pia wapo. Kwa hiyo kama alivyosema shekhe hapa, anatizama yale ambayo nchi inataka,
kisha anafutu na kutoa maelekezo sawa na matakwa ya nchi. Hata maliza. Na hiyo ndo mbaya. Anatoa maelekezo na anafutu. Hata kama hivi wanavyosema wanavyohimiza. Walau kana fi dhalika tahrif. Hata kama vikiwa vinaenda kinyume na Qur'ani, vinaenda kinyume na Sunna. Huu ni msiba. Allah tulindie dini yetu. Aya, alimul umma, imamu, shekhe wa watu. Na hawa wapo pia. Mashehe wa watu. Mungu atulinde. Mashehe wa watu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wapo pia. Ni shekhe, ni imamu, lakini wa watu. Naye mwenyewe anajua kama mimi ni wa watu. Utamjua haji kutoa mawaidha wala azungumzi isipokuwa vile vinawaridhisha watu. Na watu wanataka nini? Wanapenda nini? Ndio wanakuja kusema. Na hawa wa hivi akiwa amepewa kazi na bosi ndio anampa sabuni maana tunataka ni sabuni sio mshahara, si ndio hivyo? Bosi akiwa anampa sabuni, tena sabuni nzuri, alafu bosi akawa anatumia riba, alichukua mikopo benki, sawa, bosi labda na wadhulumu wafanyakazi wake, hata wakija wakamnasihi, bwana wewe unatoga mawaidha, unatoga darasa, hutuba na nini, Ijumaa jaribu ukemee bwana, wakumbushe Waislamu kuhusu uharamu wa riba, uharamu wa dhulma. Maana kuna wabosi wengine wanatudhulumu sana bwana. Ikiwemo na bosi fulani akatajwa na yule bosi wake, huyu shekhe wa watu hawezi kutoa ile darasa wala hutuba, maana anajua hapa nikisubutu kuzungumza na msikiti ule na mzee anakuwa anatoa nini, itakuwaje? Yani yeye mwakilaka anasema riziki itafungu, riziki sio sabuni riziki itafungu. Kwa hiyo anatazama kile ambacho kuna mzee anapendaga nini hivi, ndo anaandaa hutuba. Mzee anapendaga hivi, yani anaiandaa sawa na matakwa ya bosi, sawa na matakwa ya Waislamu. Shehe tupe, shehe utufikiria hivi na hivi, yani wenyewe wanampa maudhu, wanampa sijeni atazungumza. Shehe tunataka kuzungumzie hivi, msijali, Ijumaa anaenda anaandaa. Wako hao, na hasa katika vijana waliohifadhi Qur'ani wako. Kifika mwezi wa Ramadhani ambia unisikia kwenye tarawih, hakunisikia kisomo kule. Yani hasomi kwa kuremba apate thawabu, anajaribu kuremba ili waliokuwa nyuma wafanye nini, wariziki. Wapo. Na wakati mwingine ambia hukupata, hujaipata hii, hujaisikia hii. Allah tulinde. Utapata hizo sifa na dini, lakini mbele ya Mungu utaenda huko sifu liadaini, mikono ikiwa patupu. Allah atulinde. Kwa hiyo hawa watu wapo ambao fahuwa yanzuru madha yurdi nas, anatizama yale ambayo yanawaridhisha watu. Matokeo akiwaona watu wako kwenye jambo lao fulani, anafutu sawa na yale yanawaridhisha. Hakuna matatizo, basi problemu iko kila kitu haramu au mashauri wengine wanakazia. Nendeni tu. Nendeni tu. Kama kisi fatwa ziko zinatoka tena kwenye mimbar kwenye mimbar ndani ya nchi, mtu anasimama tu anazungumza kwenye hutuba ya Ijumaa bila aibu. Haya maswala ya kusema sijui kuna mashia, sijui kuna makadiani, sijui kuna Ahmadia, sijui kuna Bahai, sijui kuna hivi imetoka wapi hivi? Sisi wote tunasema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo sote ni kitu kimoja. Wewe ulisoma Saudia, njoo ulete yako uzungumze, tutakusikia. Huyu amesoma sijui Iran na akisema tutamsikia. Huyu amesoma sijui huko akileta tutamsikia. Nani kakupa majukumu ya kuwakatia watu kesi kwenye mimbar? Alafu unatazama anayasema nani ndani ya nchi siku ya Ijumaa, na Waislamu wanakaa wanamsikiliza, na uongozi wa dini upo na unakaa kimya. Wallahi Allah tulidie dini yetu. Na we nani? Wakati mtume wetu Muhammad aliuonya umma mtume kwa maneno aliyokuwa wazi, kila msomi wa dini, kila mwanafunzi ambaye alikaa mbele ya shekha anaijua hadithu iftiraqil umma, mtume akasema wazi, akasema iftaraqatil yahud ala 71 firqa, dini ya Mayahudi, dini ya Majuifu, mtume alisema zama zake ilijigawa vikundi 71. Akasema mtume waftaraqatin naswara,
na dini ya unaswara ilijigawa la 72 firqa. Mtume akasema vikundi 72. Na Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi yuko na kitabu aliandika kabisa vikundi ambavyo ni katika dini ya Kikristo. Hivi ambavyo vile ni vingi hivi. Sijui kuna Orthodox, sijui kuna Adventiste, sijui kuna Église du 7e jour, kuna Témoins de Jéhovah na vingine. Alivipanga vyote na bilenia vyote 72 kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume akatuonya akasema wasataftariku ummati, na umma wangu ay ummatul ijaba waislam. Mtume akasema sataftariku, uko mbele huko, hii ni sini wanaita mustakbalia, maana yake inaonyesha future. Mtume anasema umma wangu utajigawa vikundi ala 73 firqa. Mtume ndo kasema utajigawa vikundi 70 hivi na 3. Kisha akatonya mtume akasema kulluha fi nar illa wahid, vikundi 70 na hiyo vyote vitaingia motoni. Allah tulinde tusiwe huko ya Rabbi. Akasema isipokuwa kundi hili moja ambalo maulama walikuja nyuma katika masalafu swale waliliita wakasema alfirqatu najia, kundi ambalo litaokoka. Allah tujalie tu miongoni mwa hivi. Maswahaba walikuwa wanamsikia mtume wakaingiwa na oga, wakamwambia ya Rasulullah maya, kwenye riwaya nyingine ya Rasulullah swifuhum lana, mtume tuwekee wazi, tueleze hilo kundi moja litakuwa aje, tutalijua vipi kama hiyo hali ikitokea paka wepo hayo makundi? Akajibu maneno madogo ya busara akasema ma kana alaihi, ni lile kundi mtaliona msimamo wake, mithlu mfano wake, ma ana alaihi alyawm wa ashabi, kama mulivyokuwa mfano wangu mimi leo na maswahaba. Yani kwa lugha nyingine wanachofanya wanatazama mtume na maswahaba walifanya, ndio wanafanya. Mtume na maswahaba wakufanya, wanaacha. Hilo kundi mtume hajataja jina, akasema mkiliona msimamo wake ni huyo, fateni hilo shikamaneni nalo. Kisha leo anakuja tu mtu tu anasimama anasema hakuna vya makundi. Subhanallah. Na watu wanaona kawaida, wallahi kimya, hakuna wa kusema, ni rumveko. Hii dini tulipata mimi na mwe bila juhudi hata. Wallahi Mungu ana uwezo wa kututoa sisi wote katika Uislamu. Wallahi wewe uwezo wanao. Tukajikuta sote labda tumeritadi au tumeangukia penye anajua Mungu, na kawaleta wengine wanaupenda Uislamu na wakautetea Uislamu. Kama huwezi kuutetea Uislamu haki, basi usiwi sababu ya kuudhalilisha Uislamu. Allah tulindie dini yetu ya Rabbul Alamin. Na kuombeni ndugu zangu Waislamu, haya matatu myazingatie, mkawafunze na wengine, kama alivyosema mtume kwenye Hijjatul Wadaa. Alisema liyuballighu shahid al-ghaib. Mtume aliwatuma maswahaba hivyo, liyuballighu shahid al-ghaib, na mimi nakutumeni ujumbe huo wa mtume. Kila mwenye yuko hapa, kila mwenye amerekodi, kila mwenye amesikia neno langu amfikishie mwenye akusikia. Tuwajue hao watu, kisha tushikamane na hawa wa mwanzo hao mashehe zetu ambao kwa ajili ya nini? Ya dini. Au wengine nao tusiwatupi, hapana, tuwanasihi, kwa sababu ndo dini. Adinu nasiha ya jamaa, tunasihiane, tushikamane ili tufaulu hapa na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa watu watatu wa mashehe wa watu ambao tumesema kazi yao wanafunza na kutoa mafunzo yanayowaridhisha watu, hata kama yakiwa wakati mwingine yale mafunzo wanayotoa yanaenda kinyume na sheria ya dini. Thumma yuhawilu ayuharifa nusus alkitabu wa sunna, anajaribu kutafuta dalili katika Qur'ani na Sunna ili kuonesha watu kama yeye anazungumza ni sahihi, lakini anazileta dalili kwa kuzigeuza ima maana yake au lafzi au maneno, au anazua tu. Basi unadhani dini ilisema kila kitu ili tu watu wafanye nini? Wamuelewe.